Wawili wekundu wa Msimbazi Simba wapinzani Nsingizini Hotspurs wametua na leo mkutano wa wanahabari umefanyika. Wanasema kwamba mechi bado haijaisha kwa kile ambacho tulikiona pale Eswatini. Wewe mwenyewe binafsi kwanza unaamini ya kwamba mechi haijamalizika? Mechi haijamalizika kwa maana kwamba kuna mechi za home na mechi ya away. Haijamalizika ni kwamba tuna mechi nyingine ambayo kwenye taifa letu tumeenda kule Eswatini, tumeenda kukamata magoli matatu ambayo ilikuwa ni mechi ngumu na ni mechi muhimu sana kwetu kwenda kutuvusha katika hatua ya makundi. Mechi haijaisha kwa sababu kuna dakika 90 ambazo ziko kwa Mkapa hapa. Magoli matatu kwenye mpira sio magoli mengi sana, lakini Simba Sport Club wakumbuke kwanza wanaenda kucheza na timu ambayo ndio kwenye CAF nadhani kwenye upande wa shirikisho ndio walikuwa amecheza finali. Kwa moja wanaenda kucheza na timu ngumu sana. Wao ukiangalia kwenye rekodi za CAF hawako sana, kwa sababu ndio kwanza msimu huu kwa mara ya kwanza wanashiriki champion, tofauti na msimu jana walikuwa kwenye CAF, walikuwa kwenye federation. Kwa moja kuna dakika 90 zingine hapa ambazo ni muhimu sana. Sisi kwa upande wetu tunasema mechi haijaisha kwa maana kwamba tumetangulia hatua moja. Bado kuna mechi nyingine ambayo iko Benjamin Mkapa, ni mechi ngumu sana tena kwa upande wetu, kwa sababu sisi huku Tanzania tunafanyaga pia na biashara ya magoli, kwa sababu huku Tanzania kuna goli la mama. Kwa tunahitaji pia tushinde magoli mengi kusudi yaweze kutuongezea hata wale wachezaji uzoefu pia na kujiamini kwenye kumfilisi mama. Nadhani waje na kikeli. Waje na kikeli, yani aje na milioni 80 au 100. Maana sasa hivi sisi ambacho kitu tumepitia meneja wetu Dumita Pativ, namna ambavyo amekiandaa kikosi, nadhani kila mchezaji anaenda nafunga. Nadhani tumeliona goli ambalo limetokea kule Nsingizini, alienda kafunga nangu goli la kwanza. Wakati huo so alikuwa analisubiri kwanza, alienda kaanza. Kwa hiyo mtu yeyote kwenye kikosi cha Simba Sport Club kutokana na mfumo wa Dumita Pativ anaenda anafunga. Na hii ndio Simba, wana Simba ambayo tunaweza tukasema tulikuwa tunaitaka, na ndio Simba ya kisasa. Mpira ambao anaocheza Dumita Pativ ndio mpira hata timu za Ulaya zinacheza. Mpira unaanzia, mbinu zinaanzia kwa golikipa. Golikipa kwanza anatakiwa awe mtu wa mpira. Kuna muda fulani nadhani alirudishiwa Yakubu akapata kigugumizi kidogo. Kwa mpira wa Dumita Pativ wote wanatakiwa wawe fit. Ndio maana yeye anakuambia quality game plan na execution. Kama mchezaji hayuko 90%, yeye waga amtumie. Mchezaji ambaye hayuko kwa utimamu wa 90%, tunaenda tunakaba wote, tunaenda tunashambulia wote. Kwa moja ukiangalia na mfumo wake ni mfumo mzuri sana, na soka lake tumeliona pale mechi ya kwanza tu, ni soka zuri na soka la kuvutia, na pila tatu. Na kwenye hizi milioni 80 ambazo tutazichukua tunampa milioni 15 kocha akaongeze mifumo. Akaongeze mifumo mwilini huko. Kwamba ile tuliyoiona haitoshi. Ile haitoshi. Yaani tunataka timu yetu ya Simba Sport Club hiyo ni timu ya kuogofya kama ilivyokuwa Gaborone United. Ni timu ambayo ilikuwa haimbwi, lakini performance ya kiwanjani kwa dakika 90 ni timu ambayo kila mshabiki anatamani kuwa na ile timu. Kwa wachezaji wetu nadhani ni kocha tu kwenda kuweka mbinu, tukaenda tukasogea zaidi. Simba Sport Club mimi kwa Dumita Pativ naiona msimu huu kwenye champion ni nusu au finali. Maana Nsingizini bado wanatamba, wanasema kwamba walicheza vizuri katika mchezo wa nyumbani, isipokuwa Simba tu walitumia nafasi zao. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea leo. Na kwenye mchezo wa mpira kama timu yako inaweza kutumia nafasi, basi ujue una timu nzuri, kwa sababu unaweza ukapata timu nyingine inakupa nafasi mbili. Zile nafasi mbili kama huwezi kwenda kuzitumia, ina maana unaondoa umaridadi na unakuwa una win match kwa wakati mgumu sana. Timu yoyote ambayo inazitumia nafasi ndio timu bora, kwa sababu kuna mechi nyingine inakuwa ni ngumu zaidi, mechi inakupa nafasi moja, ambayo nafasi moja hiyo kama una timu nzuri na mchezaji mzuri ambaye amekamilika kwa utimamu, anaenda kuiamua mechi kupitia nafasi moja. Kwa hiyo timu yote ambayo inatumia nafasi ndio timu nzuri zaidi. Kocha anaenda kupaki silaha, yuko kwenye uwanja wa mazoezi huko, wachezaji wanafanya mazoezi, wanaenda kuzipaki silaha ili kusudi tuje tumuangamize. Benjamin Mkapa kwa wapinzani sio sehemu salama. Sisi watu ambao tunaamini miujiza tunalitaga ni tanuri la moto. Sio salama kabisa kwa mpinzani, tunaenda kuwababua. Nadhani Nsingizini tunaenda kutuma ujumbe kupitia wao, tunaenda kutuma ujumbe hata kwenye timu ambazo tutakutana nazo katika hatua ya makundi kwamba Simba Sport Club ni timu ya namna gani. Azam ameifunga timu tu kutoka hapa visiwani Zanzibar. Sisi tunaenda kuifunga timu ya kutoka nchi nyingine, kutoka kwenye nchi ya Uswatini. Zamani ilikuwa kabla mfalme Mswati hajaibadilisha jina, ilikuwa inaitwa Swaziland. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu kitakachoenda kutokea pale Benjamin Mkapa nadhani ni unyanyasaji wa haki za binadamu. Umoja wa kimataifa unaweza kutuzuia tusitumie Benjamin Mkapa. Unakumbuka ya Oloya tuliyomfanyaga? Chuma 7 zimesimama. Anaweza kaenda kutokea hapa kwa Dumita Pativ, jinsi ya pila tatu ninavyoliona linafanya kazi. Nimeona hata wachezaji kwenye uwanja wa mazoezi, kila mchezaji anaonyesha ni ana hali ya kutaka mchezo. Pia tunampongeza sana kocha wetu wa Tanzania, fitness coach Xavi, Tanzania mali ya kutoka baba kwetu. Anafanya kitu kila mchezaji, yani naona hivyo.
Pia hata Mpanzu anaenda kuboresha kile kiwango chake, kwa sababu tumeona Mpanzu amedrop kidogo kiwango chake, sasa hivi anaenda kuboresha, anaenda kurudi pale. Kuna vitu vingi sana anatakiwa akopi na kupesti kutoka kwa mtoto wetu wa Kitanzania, tunamuita X Factor. Louis Mixon wa Bongo yo. Naficha jina kwa sababu ya usalama. Naogopa dicha na watu wana hasadi. Kaka, naficha jina kidogo, X Factor wetu wa Kitanzania hapa. Mtu kweli kweli, mtoto huyo. Mali ya kutoka hapa Tanzania. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo anatakiwa akaboreshe, Mpanzu pia akaboreshe kiwango chake, tuwe tuna wachezaji wazuri kwenye hasa maeneo ya ushambuliaji, kwa sababu tumeona timu ambavyo ilikuwa kule ubunifu ulikosekana kidogo kwenye viungo wale wa juu wa ushambuliaji, lakini alipokuja akaingia X Factor, jina natunza, alipokuja akaingia X Factor na Kibu Denis, kidogo mpira ukaenda ukabadilika sana na tukaenda tukawini magoli 3. Kitakachoenda kutokea Benjamin Mkapa hapa nasema ni unyanyasaji wa haki za kibinadamu. Sisi Simba Sport Club kuna timu zingine ambazo walikuwa wanaenda kucheza nazo kwenye makundi, zitakuwa zina scan. Naambia bwana, tunawatumia pointi 3, haina haja mje muhangaike na sisi huku. Tunakoenda huko kaka na Dumita Bativu, timu ina scan pointi 3, inaambia haina haja, chukueni pointi 3 na goli 2. Basi naambia tunawataka kwa sababu ya mashabiki, tunataka waone burudani, waone Dumita Bativu amekuja kufanya nini kwenye Simba Sport Club. Ndio maana yeye tumempa umeneja wa ufundi, hatujampa ukocha. Ukocha Shavi ana leseni ya kusimama kama kocha mkuu, Matola pale yuko vizuri. Kwa hiyo yeye ni meneja wa ufundi, yeye anatupikia kikosi kule. Muongozaji wa wanajeshi ni mtu mwingine ambaye ni kapteni, ambaye anaweza kaeka Matola au akaenda Shavi. Bana, kocha mkuu Matola anasema anawaita mashabiki uwanjani, wamewamisi kweli katika mchezo uliopita hawakuwepo, na washazoea wasikie wale nyuki wale mambo huku yanakuwa bulbul. Anawaita, mnakuja kwa viingilio vyenu. Hii imekaaje? Kwanza mtaujaza uwanja? Ujaza uwanja kwa sababu Simba na hata nadhani tuzo ya mashabiki bora tuko nayo, japokuwa tu ilitokea mistake kidogo ambayo watu ambao hawaupendi mpira wakaenda kutufanyia fujo, tukaonekana mashabiki wa Simba tuna fujo, tukaenda tukapigwa bani karibia mechi 2 ambazo tulienda kukosa mashabiki. Kwa mashabiki pia tumemiss timu yetu, tumemiss kuwaona wachezaji wetu, tumemiss kuwaona wakina Bajabel hata wakiwa benchi tu pale, tumemiss kumuona Kamara. Kaka, utakaje nyumbani usije kumuona kiungo fundi Kamara? Kiungo akai na mpira, anaacha mpira utembee kwa ajili ya faida ya timu, anapiga huku anaondoka huku. Kaka, utakaje nyumbani? Kuna Kibudi, wakina Kibudi kaka. Kwa Simba huwezi kukaa nyumbani. Mashabiki hata mimi mwenyewe nawaita tuje tuishabikie timu yetu na tuipigie makofi, tuongeze nguvu. Mashabiki sisi ni kama waumini wa klabu, lazima uitumikie klabu yako. Kaka, ukiona kuna timu haitoi kiingilio wala igaramii kuhusiana na wachezaji, kuna wenzetu hata jezi watakuwa napewa bure kaka. Ili kusudi uwe mshabiki kwanza, yani uelewe ushabiki, unatakiwa uwe muumini nambari 1 wa klabu yako. Mimi Simba ikishuka daraja nashuka nayo kaka, kwa sababu ndio timu ya moyo wangu, ndio timu ya maisha yangu, sababu nimechagua kuwa Simba Sport Club. Kama kutakuwa kuna mchango unataka tumlete Messi anataka kuja kumalizia soka lake hapa, William changia buku, mimi nitachangia, ndio maana ya ushabiki. Kwa shabiki twende tukale wali huko, twende huko, twende ingia bure huko, hapana, hapana. Na kama boss tumeona ameitoa mechi yao bure, sasa kumuona Uchizivunga iwe hela, alafu kuja kuiona Coast Union, unaona nani kwanza? Kumuona Uchizivunga iwe bure, kuiona Namungo, kuiona Coast Union iwe na hela. Kama boss kweli wa mpira, aachie basi kwenye ligi, sababu Watanzania tunajuana, aachie na wacheze bure, waje enjoy mechi za ligi, aachie bure, kwa sababu ni Watanzania wenzetu tunaona kila siku. Kumuona Uchizivunga kaka iwe bure, kumuona geuka kwanza, naona kumuona Uchizivunga iwe bure, alafu kuja kuiona Coast Union, kuiona Namungo iwe na hela. Bosi basi aoneshe kwamba yeye kweli ni tajiri wa mpira, aachie tu, anawajali, aachie tu bure. Itakapofikia kaka watakuwa wanaenda kuomba mpaka kodi. Ndio maana hii timu ina machawa wengi sana, wanaenda kuomba mpaka kodi kaka. Timu ina machawa wengi sana, mashabiki wengi wa hiyo timu kaka hawana kazi maalum, hawana kazi. Mimi nakuhakikishia haiwezekani mtu anaenda kuomba mpaka chakula, waone biriani pale, tunaomba chakula, sisi tunaomba supu, mechi bure. Ili kusudi uwe shabiki wa timu yako lazima uichangie timu yako. Mimi leo hii napata nguvu ya kuisema Simba, nina kadi ya wanachama ambao nalipia. Ninapolipia kadi ya wanachama, kuna siku kadi za wanachama bosi atakuwa analipia. Leo hii naweza nikampiga kiongozi, naweza nikakosoa uongozi kwa sababu nalipia kadi ya wanachama na support timu yangu kwa namna moja. Unapolipia kadi ya wanachama unakuwa umelipa 0% ya mshahara wa Hawa, unakuwa umelipa 7% ya mshahara wa Mpanzu, ili kusudi unapoichangia timu yako mapato. Mapato kaka ni muhimu kwenye vilabu vyetu, mapato ni muhimu. Pengine labda kwa sababu timu ina thamani ya bilioni 100. Ngoja tuwaache zipo. Kwamba hela zipo. Ngoja tuwaache kaka. Bwana ile maliza zungumza na wana Simba.
Bwana wana Simba, njoeni kwa Mkapa, njoeni tuje tuijaze na kuipendezesha Benjamin Mkapa. Tuje tuwaone wachezaji wetu na wanajeshi wetu ambao msimu huu wanaenda kutuvusha kwenye hatua ya klabu bingwa, pia kwenye ligi yetu ambao kwa mara ya kwanza tunaenda kuchukua kombe tangu miaka minne ambayo tumechukua. Tunaweza tukasema tumelimizi. Mashabiki wa Simba tena utumii nguvu nyingi sababu wao ndo mashabiki bora. Hawa mashabiki ambao leo wanaingia bure kaka ndo wana makombe yote ya miaka minne. Sisi Simba hatuna kombe lolote, lakini ukiwaita mashabiki wa Simba kwa sababu ni waelewa, wanaipenda timu yao, watakuja kuisupport timu yao. Tunawaita mashabiki wa Simba tuje tuisupport timu yetu, viingilio vimewekwa ni rafiki. Inakuwa ni wakati mgumu sana kuja kumuona kocha na kuona mifumo ya kocha kwa bure. Waje tuichangie timu ya Simba Sport Club, tuje tuwasupport wachezaji wetu. Bana, nakushukuru sana. Asante sana.